Haleluya, haleluya, watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ninamtukuza Mungu kwa hii opportunity ya leo ambapo amekuwa Mungu mwema katika maisha yetu, na nitaomba. Baba uliye juu mbinguni, ninakutukuza Bwana kwa hili neno ambalo nataka kunena kwa watu wako. Ninaomba katika jina la Yesu Kristo ya kwamba kuna watu watapata solution na waone ukuu wako na upendo wako katika maisha yao katika jina la Yesu Kristo. Naomba Roho Mtakatifu chukua usukani sasa, nena na watu katika jina la Yesu Kristo. Naomba na hata kuamini. Amen, amen, amen. Kitu cha kwanza, ninawashukuru sana watu ambao mna watch video zangu. Mungu awabariki. Mungu awaonekanie katika kila hali ambayo mnayo, katika situations zozote zile ambazo mnatarajia Mungu kufanya miujiza, awatendee mema. And today nitakuwa ninaongea kuhusu lifestyle ambayo tunakaa. Watu wengi tuko katika shida mingi sana. Watu wanateseka. Si eti watu wengine wako na kazi hizo haziwasaidii. Wanapopata pesa yote inaenda kwa magonjwa. Wanapojaribu kutoka katika ile hali ambayo wako nayo, inakuwa ni ngumu. Maisha imekuwa haisongi yani. Na today nitaweza kuongea mostly kuhusu limitation katika maisha. Kuna watu wako na limit ya life. Kwao ikifika miaka fulani watu wanaondoka. Kuna watu wanaondoka at 40s, kuna watu wanaondoka at 35, kuna watu wanaondoka at 50s. Na maybe kama kuna mzee sana ukute ni 60. Ikawa limit ya the clan haiwezi pita 60. Mambo haya ni mambo magumu sana, na today nataka kuavoid kuongea mambo ya ndoa, sababu nimeongea sana mambo ya ndoa. Kuna watu wanapitia hizo situation, na ulimwengu umekuwa mchafu. Ulimwengu umekuwa mchafu. Yaani ni kama hakuna mtu ambaye ni mkweli. Ukiangalia kanisani, imekuwa sasa hiyo ndio njia ya kucollect pesa. Imekuwa ndio njia ya kufetch pesa kutoka katika washirika, ambapo mwezi inapoanza tunaongea mambo ya dhabihu ili watu watoe pesa, sababu tunajua wamepata pesa. Lakini mimi sitaongea mahali pale, mtanisamehe. Today nataka kuongea reality in life. Kuna mambo mengi ambayo watu wanapitia. Kuna watu ambao wako na limit ya maisha. Limit, miaka yao ikifika hivi mtu anaondoka. Sasa uko katika jambo lile. Utafanyaje ndio breakthrough from that bondage? Na watu wengi wanaenda, mostly watu wanapenda kujifungua mbele za mapasta. Mtu anakuja na kuambia, hey pastor, sisi kwetu hatupitangi miaka hii. Katika hiyo hali, maybe mimi ni pastor na kuambia enda ulete 50,000 to break hiyo madhabahu na tuinue madhabahu ingine. I may be speaking the truth, but kuna kitu moja yenye watu tunafaa kujua, ya kwamba ukiona maisha ni magumu, ukiona jambo unajaribu kulifanya halifanyiki, kuna mambo ambayo sasa si dhambi. Amen. Kuna mambo ambayo si dhambi. Kuna makosa. Amen. Kuna makosa. Maandiko inasema aje? Ukimheshimu baba na mama utaishi miaka mingi. Sasa tunajua vizuri, tusipoheshimu wazazi hatutaishi miaka mingi. Au ni kitu simple like that. Sasa kuna iniquity na kuna dhambi. Sasa jambo hili kwa nini ninaliongea? Sababu watu wengi wanapitia hii situation. Watu wengi maisha yao imefungwa. Mpaka unaona vizuri sana iko mahali kuna shida, but unashindwa shida hiyo utaipelekea nani?
unapopelekea mtu na yeye anachukua advantage, anaona sasa ni njia ya kupata pesa, ni njia ya kujinufaisha, na hatufai kwenda katika hiyo njia. Tunafaa kuambia mtu kweli. Na wewe ambaye unatega watu sababu ya shida zao, ukumbuke ya kwamba mbinguni hakuna guka yako, hakuna mama yako, hakuna relative wako pale. Watu ambao wako pale, malaika wako pale, hawatambui hiyo uongo yako. Wanaenda na maandiko, wanaenda na yale ambayo iliandikwa. Unapokuja kwangu uko na shida, mimi ninakuchukulia advantage ya kuitisha pesa fulani. Hii pesa ambayo ninaitisha, nimeuliza Mungu saa ngapi? Amen. Kuna time ambayo mimi ninapitia shida. Mimi kwetu watu wanapitia shida fulani. Kwetu kuko hivi na hivi. Ninapoenda kwa pastor, anafaa anidirect. Ukikuja kwangu, ukinipigia simu, mimi nitakwambia is good. Nao tuchukue siku moja, mimi na wewe, hata kama uko mbali, tuelewane ya kwamba siku fulani tutafunga kuuliza Mungu ni nini kilifanyika and what we supposed to do ndio to break out of this curse, out of this bondage. Si kuamka tu asubuhi eti ni umekuja hivi. Na ninakwambia, ukiangalia katika maandiko vizuri, manabii, wale manabii, mimi sahi hakuna nabii unaweza compare katika hii Bible, unaweza compare na mtu yoyote mwenye ako hai sahi. Hakuna nabii yoyote hapa ndani ya Bible unaweza compare na manabii ambao wanasema ni manabii right now. Hakuna. But kama hao walikuwa wanachukua hata wiki ndio wapate solution. Aya, Danieli alipoitwa mbele ya king kutafsiri ndoto, Danieli alisema apewe muda. Mbona wewe tu unaambiwa hivyo na unatoa solution that time? We need to ask God. Yes, this thing inakula watu. Ikifika wakati fulani watu wanakufa. Na kuna watu wengine wanasema hakuna sacrifice. Mbona wazee walikuwa na sacrifice? Kuondoa hii kitu lazima tu sacrifice. And we don't sacrifice human being. And we don't sacrifice animals. Hapana. Yesu alikufa msalabani. Sasa sisi hatuui mtu. Sisi hatuchinji mbuzi. Sisi hatumwagi damu. Hapana. We go in a right way. Sasa unapokuja kwangu niambie, kwetu huwa tunaondoka katika miaka hii. Nimeona watu kadhaa wakienda hivi. Sasa jambo hili sasa ni jambo ambalo kwa urahisi sana ninajua ni nini tunafaa kufanya, but because we don't know what will, ile kitu ambayo tutatoa kama sacrifice hatujui, sababu shida zote hazifanani. Kafuli hazifunguliwi na the same funguo. Kila kafuli iko na funguo yake. Unaweza itisha mtu 50,000 na shida yake ni ya kufunguliwa na 10 bob. Kuna watu walifungwa na 10 bob. Kuna sababu vitu zilifanyika kitambo, zilitumia pesa kidogo. Si kama pesa tunayotumia sasa. Sasa tuangalie vizuri. Mimi niko na shida. Maisha yetu inafanyika hivi na hivi. Mostly wale ambao wanaondoka mapema, miaka yao imeibiwa, wanakufa at certain age. Jambo hili kwa nini linakuja? Nitasoma maandiko. Kwa nini watu ni kama ni kulipishwa wanalipishwa? Kwa nini tunakaa maisha ni kama tunalipishwa? Kwa nini tumefinyiliwa? Nitasoma kitabu cha Maombolezo sura ya 5 mstari wa 1 ambapo inasema hivi: E Bwana, kumbuka yaliyotupata. E Bwana, kumbuka yaliyotupata. Sasa ile shida ambayo unapitia, yaliyotupata, utazame na kuiona aibu yetu. Mungu atazame na kuiona aibu yako. Sasa maandiko inasema hivi: urithi wetu umegeuka kuwa mali ya wageni. Sasa ninakwambia wale ambao wako katika shida,
unakuta unajaribu kutoka katika poverty, haitoki. Shamba hata ambayo mnalima, na hii kitu ni real, unakuta shamba yenu ukilima wewe hauwezi vuna mavuno mazuri, lakini ukipatia mgeni anatoa mavuno mpaka unashangaa, mbona hii shamba hainibariki? Shamba ya baba yangu mbona hainibariki? Amen. I think mtu atanielewa. Mbona kitu ambacho niko nacho hakinisaidii? Mbona hii plot watu hawakai? Nilijenga maybe na pesa ya loan, mbona hii pesa hairudi? Amen. Iko kitu ilifanyika, iko kitu ilifanyika yenye haujui. Sasa ona, maandiko inasema ya kwamba urithi wetu umegeuka kuwa mali ya wageni. Unakuta shamba unapopanda hai appreciate, lakini mkipatia a foreigner, yeye anavuna kweli kweli. Na mambo haya ukiangalia, watu wengi ambao wamenunua mashamba kule ambako sisi tunakaa, watu wale wanafanikiwa, lakini sisi wenyewe hatufanikiwi, sababu yeye hakuna kitu inamuuliza ile shamba, but wewe, sababu ni damu ya hiyo wenye shamba, yale makosa yao yanaulizwa wewe. Na hii ndio mambo tumekuwa tunapitia. Hii ndio shida ambayo watu wanapitia mostly right now. Na kuna wengine, sababu ya ile uongo ambayo tumeileta kanisani, imefanya hata sasa watu hawaamini hizi vitu. Sababu unakuta mtu ako na shida, but wewe unamuitisha pesa fulani, then hakuna kitu inafanyika. Amezunguka kwa mapasta ambao wanahubiri mambo haya kila wakati, wanahubiri. Imekuwa ni uongo mtupu. Imekuwa hakuna faida yoyote, sababu mtu hakuchukua time akauliza. Na leo hii nakwambia, if unataka kutoa sacrifice, usiangalie hizi big churches. Hata Nairobi, ondoa Nairobi hapo, rudi kwenye nyumbani, angalia kanisa. Mostly isiwe hizi za kupiga ngoma tu. No. Uangalie watu jinsi ambavyo wamejieka katika mambo ya Mungu. Na kuna kitu huwezi danganya roho yako. Nikikutazama hivi, kama wewe ni real, nitaelewa. Hata Mungu atakupatia peace. Na kama unaona haujui na unataka kufanya kutoa sacrifice sababu ya zile vitu ambavyo mnapitia, ask God. Muambie, unapomwambia, kwetu watu huwa wanaondoka at this age. Kwetu hakuwezi ingia gari. Na ninataka kubreak hii mambo ambayo inazungumza kinyume. Ingia katika prayer. Even one day. Kufunga hiyo siku moja. Sababu unajua, hii kitu unauliza kitu ambayo ni serious. Na kama unataka kuingia katika situation hiyo, make peace kwa wale watu wanakuaccuse. Moyo wako usamehe. Kwanza ujisamehe. Usamehe wote ambao umebeba. Ukuwe pure. Tubu makosa yako. Kuwa pure. Sasa ingia siku moja mbele ya Bwana. Mwambie, kwetu watu wanakufa at this age. Na mimi nimeokoka. Sitakuwa kama wao. But now I want to heal our family. Nifanye aje? Nienende katika njia gani? Nitoe sacrifice aina gani? Nisimamishe madhabahu aina gani? God will direct you. As long as unaenda kwake ukiwa na clean heart, then umwambie, Mungu atakudirect. Mungu atakuonyesha njia. Mungu atakupa solution. Shida tunayofanya ni kukimbilia mambo na tunafanya kwa haraka, then tunaanza kumlaumu Mungu. Kila kitu kiko na process. Hii mambo yote ambayo
maombolezo ambayo ni kitabu cha Yeremia tu bado ndiye aliandika. Mstari wa 3 unasemaje? Tumekuwa yatima waliofiwa na baba, mama zetu wamekuwa wajane. Mstari wa 4, tumekunywa maji yetu kwa fedha. Yaani vitu zinakulipisha, hata chenye ungechukua bure kwenyu lazima ukilipie ndio upate. Maisha yamekuwa magumu. Sababu gani? The reason why hii mambo yote yanakuwa magumu ni mstari wa 7 ambapo nimesema baba zetu walitenda dhambi hata hawapo, na sisi tumeyachukua maovu yao. Watumwa wanatutawala, hakuna mtu wa kutuokoa na mikono yao. Sasa sababu ya dhambi ambazo zilifanywa na maguka zetu, mababa zetu, ndio inafanya tunasafa. Na hii mstari mzuri hapa ni mstari wa 8. Watumwa wanatutawala, hakuna mtu wa kutuokoa na mikono yao. Mapepo imewatawala na hakuna mtu wa kuwaokoa na mikono yao. Sasa wewe uende kama sasa ukisimama, mimi ninataka familia yetu ikuwe hili. Mimi ninataka kusimamisha hii mambo. Na ukiingia katika maombi, kama wewe si right one, Mungu atakuambia, atakuonyesha, atakuambia hapana. So sababu akisema si wewe. Daudi alipotaka kujengea Mungu nyumba, kumjengea kanisa, kumjengea temple, Mungu alimwambia hapana, mikono yake imejaa damu, ni mtoto wake atajenga. Ndio, unajua sisi huwa tunaruka tu, lakini unapomwambia Mungu this thing imekuwa too much katika maisha yetu, I want to stop it, God will intervene. Sababu ataona na mtoto wangu sasa ako na hekima, na mtoto wangu sasa anajua mimi ndio huwa ninafanya. Mungu anataka tu uonekane ya kwamba unamuonyesha yeye ndio the creator, yeye ndio the solution, then atakwambia njia. Ameambia Daudi si yeye atamjengea, bali ni mtoto wake. Sasa unapoenenda umuulize vizuri, na ukienda kuuliza make sure your heart is pure. Hauna uko blameless, umetubu dhambi zako. Sababu kuondoa kitu ambacho kinawasumbua, ndugu zangu, si mchezo. Unaweza cheza nayo uondoke, sababu hiyo si mchezo. Kitu ambayo inafanya watu wanakufa at certain age, hiyo si kitu ya kucheza nayo. But tumeokoka. Unapookoka unakuwa soja. Mtu yoyote ambaye akiingia kwa jeshi, amalize training, avae hiyo compact now, yeye ni soja. Enemy akimuona atamfiatua risasi. Sasa wewe ujue sasa wewe ni soja. Unapookoka wewe ni soja. Sasa tumeingia kwa vita na hatuogopi vita, hatuogopi. Mimi watoto wangu wamejaribiwa kukufa wote. Firstborn nilimpatia uji akakauka, nikajua imekwisha, but God brought him akakuwa live. Wa pili vitu zilimnyonga siku moja nikiwa naye, baka aliniuma karibu kulikata vidole. Kama anaenda, nilikataa, tulingangana, sababu nikiomba nilikuwa nasikia ninavuta wale wanavuta ambao hawaonekani. Mungu alimrudisha alive. Watatu amepitia shida hospitali every time. I never give up. Ama soja. Kama ni vita tutapigana, I don't care. Maandiko inasemaje? Vita si vyetu. Now I stand in my position. I don't care ni namna gani, sababu ikikuja ambayo si kiwango yangu, Mungu atatumana. Mke wangu almost wamalize, baka ilikuwa imesetiwa debt, but God remove it, sababu yeye ni Mungu. Na sasa kupitia hapo si kujichocha, ninajua Mungu wangu atatenda. Why do I fear? Siogopi sasa, siogopi chochote.
tutapigana, ikikuja tutapigana. I'll stand katika nafasi yangu, nitatetea kilicho changu. Vita ni mingi, kuna watu wananipiga vita, I know. Na katika hii tu njia ambayo niko ndani, kuna watu ambao washaniona mbele, wanataka kuniblock. I don't fear anything, sababu vita si vyangu. Yuko Mungu ambaye yuko na mimi, atapigana sababu yangu. Nao ninakwambia, unataka kusimamisha hii mambo, ushajua vizuri, ukiona kitu kile, kuna kitu kilifanyika mbele yako au nyuma yako ambacho wewe haujui, ndio kinafanya mambo haya inakuwa magumu, ndio kinafanya life inakuwa ngumu, ndio mnakaa maisha ya kulipishwa. Nao unapoenenda katika njia za Mungu, umwambie unataka kufanya hivi. Ukifunga siku moja, au I don't know the way you communicate, as long as ukue pure, communicate kwa Mungu, mwambie unataka kufanya. Mungu ataleta jibu. Na sometime hii mambo, mostly mambo ya kukufa, si mambo ya kufanya peke yako. Unapopata nao solution, go and ask all your members of the family, mkuje pamoja, waambie hapa kuna kitu kinaenda hivi. Na acha nikwambie, kitu yote inafanyika kwa familia. Hata wale watu wanajifanyanga ignorance, wanakiona tu, wanashindwa wataanzia wapi. Hata kuna watu utakuta wako na maisha mazuri kuliko wengine. Even if wewe ni poor na wao ni matajiri, as long as una speak kitu kiko na sense, watakusikiza. Hakuna mtu yoyote anaweza ignore chenye kinaonekana katika familia yao, na anaona kinachukua watu. Sasa mkikaa as a family, muongeleshane hii kitu as a family, na wewe ambao umekuja na solution, waambie now we came to brought down hii kitu, iondoke katikati yetu. Then waelekeze, waambie jinsi ambayo inafaa kufanya, sababu kama umeenenda mbele za Mungu atakupatia solution na utajua jinsi ya kufanya. Na mimi kivyangu, unaweza fanya hii kitu, unaweza fanya, sababu nishaifanya kitu kama hii, na hii mambo si magumu, ingawa unafaa ukue tu pure, sababu ingine inaweza backfire to you. But kama umeuliza Mungu, Mungu atakupatia solution na utafanya hii kitu. Mnafanyanga, mnaongeleshana, then mnatubu, mnaambia Mungu. Na hapa sasa, kwa wale ambao wanafuatilia video zangu, hapa sasa ndio inataka kwenda katika courts of heaven, katika hii stage ambayo ni kifo kinawakula at certain age. Hii sasa mkikutana as a family, that time ni time ya kwenda katika courts of heaven. Sasa courts of heaven utaendaje kama ujui zina exist? Ukisoma Isaiah vizuri, utajua kuna courts of heaven. Ukisoma Isaiah vizuri, utajua kuna courts of heaven. Sasa hii mnaenda as a family in court of heaven, kuambia Mungu shida yenu. Mnakubali makosa ilifanyika. Now I think itabidi nitengeneze, but nitaangalia repercussion ya hii video. Ikiangaliwa na watu wengi, I'll come na prayer ya kuingia katika court of heaven, jinsi ambavyo tunafaa kwenda katika court of heaven. Na sasa unapokuwa as a family, muambie Mungu, hata kama hamjui kuingia katika maombi ya courts of heaven, muambie Mungu tu, tunakuja mbele zako sababu ya iniquity of our family. We accept this iniquity. We accept the accusement. Zote ambazo zimesemwa na mwovu shetani mbele yako, tunakubali. Lakini sisi ni watoto, hatujui chenye baba zetu walitenda. Maybe utaongea na watu watasema chenye kilifanyika good. Accept the mistake na mwambie Mungu, sasa tuko katika hii situation, tunaomba ukaturehemu.
ukatuondolee hii judgment, sababu katika anga hakuendi venye kunaenda hivi. Kama kulitolewa sacrifice, muwe mnafanyiwa hivi, mtafanyiwa tu hivyo. Hata uombe mwaka mzima, bado mtapitia hiyo situation, bado utapita ile maisha ambayo ilitengenezwa mpite. Lakini sasa mkikuja katika courts of heaven, mwambie Mungu kwa huruma zake awahurumie, awarehemu. Msikatae chenye kilifanyika, mnamwambia kama mnajua, mnamwambia yes, kulifanyika hivi na hivi na hivi, but tumekuja kwako, tumekuja usituhukumu, tumekuja uturehemu, tumekuja utusaidie, tumekuja utuondolee hii judgment ambayo tumekuwa tunapitia. Mwambie Mungu, sababu ni kitu ambacho kinawakula. Mlilie Mungu, then mkimaliza mtoe vitu zenu. Unajua kuna vitu ukitoa as a sacrifice, inamaanisha umekubali kile ambacho umesema na umetii. Mtoe vitu zenu zile ambazo mnapenda. Sisemi mniletee mimi. Unajua shida ambayo wewe unapitia, wewe ndio unajua. Shida ambayo familia mnapitia, nyinyi ndio mnajua. Mtoe zile vitu zenu zenye mnapenda. Unaweza toa kitu yoyote tu. Unaweza toa pesa, unaweza toa anything. Ile yenye wewe unatoshana nayo as a family. Then kama ulienda katika prayer, na mkiwa as a family, na kwambia mkienda mbele za Mungu as a family, Mungu huwa anajibu haraka. Unajua katikati ya familia kuna mapasta ambao hawajadiscover ni mapasta, kuna maprofet ambao hawajadiscover ni maprofet. Sasa mnapoungana hivyo, mwambie sasa tumetoa hii mbele zako, sababu tumetoa hii kama dhabihu yetu, tupeleke wapi? Na kwambia Mungu atawaambia, sababu katika familia kuna watu wanakuanga hapo ambao Mungu aliwapatia macho na wajajua, na sababu mmeenda katika good direction, God will show you the way. Acha kujisumbua kutumia watu ambao hamjui. Achana na hao mapasta wakubwa, achana na wao. Hapo mahali mmeenda nyumbani, hata mwenye mnaona ni zero, huyo ndio mzuri wa kupatia, sababu hamtasema mmempatia, tasema tumekupatia our heavenly Father, Mungu aliye juu mbinguni. Hatujapatia mwanadamu. Na akikubali that sacrifice, na kuambia itakuwa magic. You will see magic with your naked eye. Itakuwa magic. Yani hamtashikika. Maisha yenu itafunguliwa. Mtaona maajabu. Tunateseka sababu hatujui. Tunateseka because of lack of knowledge. Hatutaki kusoma maandiko. Hakuna kitu chochote kinaweza ingia katika maisha yako kama hakina legal ground. Amen. Hakuna venye ugonjwa unaweza kuja katika maisha yako kama hauna legal ground. Forget about hizi homa, forget about malaria. No. Eti kansa ikuja katika maisha yako na haina legal ground. Haiwezi, because behind cancer ni demon. Na sipendi kuongea mambo hayo. Kuna siku Mungu alinifunulia mambo hayo, ya kwamba cancer si cancer, is a demon. Na sasa sisi tunaenda tunakata mahali, then umesahau this is a demon, inahamia hapa kwingine. Now a demon need to be destroyed by the power of Holy Spirit. Rasha brakadia. Mungu ndio kana uwezo wa kuondoa. Na nimesema mostly nimeongea kuhusu kukuwa terminated ya miaka fulani. Hata kama kuna hiyo kansa, mumeiona katika familia, hiyo ni kitu ya kwenda kwa Mungu. Sababu msipoikomesha itawakula nyinyi wote. Sababu ni pepo na limepata legal ground. Litatoka kwa huyu, linaingia kwa huyu, linaingia kwa huyu. Like even HIV is a demon. Hamjui kama ninasema uongo. Angalia familia yenye iko na hiyo ugonjwa. Jinsi ambayo mtu mmoja tu apatikane katika familia fulani na HIV. Uone venye hao wengine wanapatanga aje, na hata hawayuko hapo karibu.
Wanapata aje? Because there is a legal ground. Kuna mlango imefunguka, demon inatembea ikipatiana hiyo kitu, but you can destroy it. Sasa sisi shida yetu ni kwenda kwa makanisa kuropokwa, kusema ukweli, then unadanganywa, unakuliwa pesa, mwisho unasema Mungu hafanyi. Mungu anafanya. Kama hafanyi, mbona unaishi? Yes, kama Mungu hafanyi, mbona unaishi? Mbona unapumua? Mbona sasa hivi naongea? Wangapi wamekufa? Kama Mungu hayuko, kama Mungu hasikiani, mbona naongea? Kuna wenye hawezi ongea. Mbona mimi ndio naongea? Mbona mimi sasa hivi nahubiri? Mbona wewe uko alive? Why? Wewe ndio mzuri, mimi ndio mzuri. Hakuna uzuri tuko nayo. Ni kwa neema ya Bwana. Inamaanisha God is still at work. Na anafanya. Wewe ambaye umeshindwa kuzaa, hakuna kitu ya kushindwa kuzaa. Kuna mahali maandiko imesema mtu ni tasa. Si maandiko yanasema Mungu akafunga huyu tumbo? Au huyu mtu akakosa sababu, alilaaniwa. Ukiangalia Daudi, ule mke wake ambaye alikuwa mtoto wa Sauli, alishindwa kuzaa kwa nini? After kuchekelea Daudi, akidansi amefanya nini? Uchi mbele ya nguo ilitokana mbele ya nini? Na kutoka pale, kupitia hiyo maneno akawa amefungwa. Haezi zaa, hakuzaa mpaka siku aliondoka duniani. Hakuna mtu tasa. Ukiona hauzai, iko kitu kimefanyika. Ni wewe hauendi katika right direction. Wewe unaendea Mungu na hasira. Mungu si wa kuendea na hasira. Ameona wangapi wakiwa na hiyo situation? Ameona wangapi wakipitia shida kama hiyo? Watu wangapi wamekufa katika shida kama hiyo? Watu wangapi wamekosa watoto? Mungu ameona mengi. Na ndio maandiko inasema before tuombe anakuanga amejibu. Na kwa nini kama anakuanga amejibu, mbona hajibu kama hujaomba? Lazima uombe. Na kuomba ni kumaanisha kunyenyekea. Ni kumaanisha ya kwamba unajua yeye ni Mungu anayekaa katika kiti cha enzi. Yeye ni Jehova aliyetukufia msalabani, sababu ya dhambi zetu, sababu ya upendo aliyokuwa nao juu yetu, ndio akarudisha tena njia ya mwanadamu na Mungu. Amen. Hakuna chochote kinachomshinda Yesu hapa duniani, hata kama ni kigumu namna gani. Hakuna. Amen. Nitamalizia hapo. Na kama haujaokoka, kitu cha kwanza ni kuokoka. Unapookoka, si ati sasa magumu inaisha. Hapana, nimekuambia mtu anapoingia katika jeshi akiwa very innocent, atrainiwe, akimaliza training akuwe sasa jeshi. Sasa ni kuonana. Unapomkubali Yesu, ujue sasa ni kuonana. Shida ambazo hauko unapitia sasa zinakuja, sababu wewe umemkiri Yesu. Wenye kunasema kuna hiyo vitu unapitia ni kutaka kufanya ubackslide. Kama unaokoka, pesa inaanza kuondoka, ujue sasa kuna kitu kinachosema kinyume, ambacho hakitakangi Yesu hapo kwako, ambacho hakitakangi Yesu hapo kwenu. Sasa sio kugive up eti tangu niokoke ndio nimekosa pesa, ndio kazi iliisha. Wewe uliokoka ukalala, ukakosa kusimama. Sasa ukiokoka, nikiwa na kazi sasa nimeokoka, sasa kazi yangu na dedicate kwa Bwana. Hakuna kuvutwa kazi hapo, na niko ndani ya Yesu, na nilikuwa kama sijaokoka then kazi yangu ikasimama. Hakuna kukubali kitu kama hiyo, unakataa. Kuna vitu mingi hatuwezi ongea, hatuwezi sema kila kitu ambacho tunapitia, lakini kuna mengi ambayo mtu anaweza ongea, usome kutoka pale. Sasa kama hujaokoka, sema hivi: Bwana Yesu, naja mikononi mwako nikiwa mwenye dhambi. Ninaomba unigeuze, unisamehe dhambi zangu kupitia damu yako iliyomwagika msalabani, ikanioshe dhambi zangu zote zile ambazo nilifanya kwa kujua na kutojua, na kukubali Yesu kuwa mwokozi wa maisha yangu. Na kutoka leo ninakiri kwa mdomo yangu ya kwamba nimeokoka na Yesu ni Bwana katika maisha yangu. Vuta jina langu katika kitabu cha kuzimu, andika jina langu katika kitabu cha mbinguni. Kutoka leo niwe wako, unielekeze, uniongoze, na ninakiri kwa mdomo yangu
ya kwamba nimekupokea Yesu kuwa mwokozi wa maisha yangu. Amen. Ukisema hivyo umeokoka. Let me pray. My Father and my God, yoyote atarudia hiyo maneno, Baba namkabidhi mikononi mwako, muonyeshe njia, mwelekeze, na ninamfunga kwako wewe Yesu, ukawe ngao, ukamwelekeze, ukamwonyeshe njia Baba, na asiwahi backslide tafadhali. Mungu wa mbinguni, wewe sasa kwa ufunguo wake, muonyeshe pale ambapo anahitaji kutengeneza. Katika jina la Yesu Kristo nimempatiana mikononi mwako, in the mighty name of Jesus. Nitaomba kwa hii maneno ambayo nimeongea, na kama uko na shida muulize Mungu. Na katika hizi video zangu kuna zenye ziko na namba. If unaona kuna kitu ambacho hauelewi, just ask me. I'm not going to ask you for money. Kama ninafanya hivi na siitishi pesa, I'll not. Mimi nakumbuka nikiokoka hakuna kitu tuliitishwaga. Nikulia tu, tulilia sana. After maandiko kuwa yalikuwa makali mpaka tulikuwa tunadhani Yesu atakuja kesho. Nitaomba Baba, yoyote atakuja mbele zako kwa ajili ya ile shida ambayo anapitia, kwa ajili ya mambo ambayo ni kama kulipishwa, Mungu uliye juu mbinguni, please I beg you in your mighty name of Jesus, provide a solution. Show them the way. Show them the way. Provide a solution to everybody. Acha watu wa kuabudu Mungu. Acha watu waseme kweli Yesu, kumbe unakuanga tu, ni sisi hatukuangi tunajua. Baba, wafungue macho, waonyeshe njia, na hizo shida zidelete katika maisha yao. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba na hata kuamini. Amen. God bless you. Watu wote ambao mna watch video zangu, mnaacha time yenu, mnaangalia video zangu, Mungu awabariki. Muwe na siku njema. Bye bye.